Subscribe The Sport Show. Kuelekea game ya Yanga na Al Ahly itakayochezwa pale Zanzibar, hapa nitakupa mambo 7 ambayo Yanga atatumia kuhakikisha kwamba anafuzu au anamfunga Al Ahly na kufuzu kwenda robo fainali. Je, unataka kuyajua ni mambo gani hayo? Tafadhali naomba uweze kuungana nami mwanzo mpaka mwisho, lakini kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu tunazokuwekea. Lakini pia shukrani kwa wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe hii YouTube channel yetu na kuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Likadhalika shukrani kwa wewe ambaye unatupa maoni yako, na shukrani kwa shabiki wa The Sport Show. Kumbuka The Sport Show tunakuletea habari kila siku zinazohusiana na michezo hasa hapa nyumbani Tanzania. So kaa karibu na ukurasa huu au hii channel ili usiweze kuwa unapitwa. Tafadhali muarifu na mwenzako kuhusiana na The Sport Show. Yes, klabu ya Yanga inaenda kumenyana na Al Ahly pale Zanzibar, ambapo huu unakuwa ni mechi ya pili kwa Yanga nyumbani, ambapo ya kwanza alishinda, lakini pia hii inakuwa ni mechi yake ya 4 mara baada ya kuwa amecheza michezo mitatu, huku akishinda mchezo mmoja na kutoa sare mchezo mmoja na kufungwa game moja na Al Ahly. Sasa katika hii mechi ya nyumbani, mimi na uhakika wa 100% kwamba Yanga anaenda kushinda na anaenda kufuzu kuingia robo fainali, kwa sababu ukiangalia kwenye kundi au msimamo wa kundi, unaona ni namna gani ambavyo Yanga yupo kwenye msimamo, lakini pia unaona ni namna gani gap kati ya mtu wa kwanza na mtu wa pili na mtu wa tatu kwa wa 4. Unaona mtu wa kwanza na wa pili hawajaachana mbali, lakini mtu wa tatu na mtu wa 4 ndo wameachana mbali zaidi. Kwa hiyo moja kwa moja hii inakupa picha kwamba kwa namna yoyote ile Yanga ana uhakika wa kuweza kufuzu, hasa akitumia mchezo wake huu na Al Ahly au michezo yake ya nyumbani, kwa sababu Yanga anahitaji tu pointi 4. Akipata 4 anakuwa amejihakikishia kabisa kufuzu, kwa sababu sioni wa kuweza kuja kumtoa pale juu, haijalishi nani, kwa sababu akishinda mchezo mmoja wa nyumbani na mmoja akatoa sare, anakuwa anapata alama 8. Kwa hiyo ukiangalia wapinzani wake walioko nyuma amewaacha mbali zaidi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine Yanga anaenda kufuzu kuingia robo fainali. Sasa Al Ahly yeye ameshajihakikishia kushinda, na Al Ahly pia yeye tunamtoa kwamba hawezi kufeli. So kabla tujaendelea na uchambuzi, naomba nikupe dondoo kidogo. Klabu ya Yanga kwa wakati huu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ndio klabu ambayo ni bora kwa wakati huu kuliko vilabu vyote, kwa sababu ni klabu ambayo imeshinda back to back makombe ya ndani, lakini pia imejihakikishia kuingia hatua ya makundi mara nyingi, lakini pia haina mwendelezo wa kurudi nyuma kuhusiana na performance, kwa sababu ukiangalia hata maingizo ambayo wameweza kuleta ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana maintain ule ubora wao waliokuwa nao. Kwa hiyo shukrani sana kwa uongozi wa klabu ya Yanga kwa kuhakikisha kwamba wanafanyia kazi mapungufu walionayo kama timu, lakini pia na kubaki wamoja kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kunako mashindano yote ambayo wanashiriki, ikiwemo ligi kuu ya NBC, lakini pia na Champions League ambayo wanaenda kumenyana na Al Ahly. Sasa nikupe mbinu moja baada ya nyingine ambayo inaenda kuihakikishia Yanga ushindi, kama ambavyo nimeweza kuambia kwamba kuna mbinu kama 7 ambazo Yanga atatumia, lakini pia zitaweza kumpa ushindi dhidi ya Al Ahly na kuweza kuvuka. Japo mpira ni dakika 90, lakini kwa imani naamini Yanga atashinda, ijapo Al Ahly pia ana uwezo wa kushinda. Kwa lolote linaweza kutokea, sije nikapewa maneno kwamba nilikuhakikishieni. Yes, mbinu ya kwanza ni mfumo
ambao kocha Mreno anaenda kuutumia. Mfumo wa kwanza ambao anaenda kuutumia, ninaiona Yanga akitumia mfumo wa 4-3-3. Kivipi 4-3-3? Ni kwa sababu atahitaji kuwa na viungo wa katikati watatu ambao watakuwa wanaongezeka wanapokuwa wanashambulia. Mmoja atakuwa wanaongezeka wanapokuwa wanashambulia na kuwa watu 6 ndani ya boksi la halali, kwa maana wale viungo watatu watakuwa wanapanda juu, lakini pia wale washambuliaji watakuwa wanakuwa juu. Kwa hiyo mbinu hii inamsaidia yeye kuweza kujilinda kwa kumiliki mpira na kushambulia zaidi kuliko kuweka rundo la mabeki kama alivyofanya katika mechi ya kwanza. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ni mfumo ambayo ataenda kutumia mfumo. Kwa sababu ya pili ni kwamba mechi ya kwanza alianza kwa kuzuia ili kuweza kuwasoma wapinzani wake vizuri, lakini mechi hii hatoanza kwa kuzuia, ataanza kwa kushambulia. Lengo ni kwamba aweze kupata goli la mapema. Akishapata goli la mapema ndipo atakaporudi kuzuia, na atakapokuwa amerudi kuzuia, maana yake amepata analinda mtaji. Yes, amepata kile alichokuwa nakitaka, sasa nakuja kulinda ili kisiweze kupotea, na hapo ndipo ambapo atakuja kulinda, na watakao kuweza kumpa hiyo advantage ya kulinda ni mabeki wake, lakini pia namtegemea sana kiungo mkata umeme ambaye ni Mudathir Yahya akianza kwenye hiyo mechi. Kuliko kwa sababu gani Mudathir Yahya? Kwanza kwa sababu kwenye mfumo wa 4-3-3 unamfaa zaidi kulingana na kwamba anaenda kudominate pale kati, huku akisaidiana na Duke Abuya. Kivipi? Kwa sababu anaenda kuwa na Duke Abuya ambaye anakuwa chini yake, yeye anapanda juu, anakuwa kama namba 8, Duke Abuya anakuwa kama namba 6. Kwa hiyo timu inapokuwa inashambulia, Mudathir Yahya anakuja kuongeza safu anaenda kuongeza safu ya mashambulizi kwa kupanda juu na kuhakikisha kwamba Pacome, Depu na Okello wanakuwa katika eneo sahihi kwa ajili ya kujilinda na kuweza kuscore goal. Kwa hiyo kwenye mfumo unaona kabisa Yanga anaenda kudominate game. Nina uhakika na sina shaka katika hilo. Jambo la pili ni uwepo wa Depu ambaye amekuwa ni goal scorer wa Yanga katika siku za hivi karibuni. Kumbuka kwamba usajili wa Depu ulikuja kwa ajili ya kuongeza nguvu hasa eneo la ushambuliaji, kulingana na kwamba Mzize alikuwa ni mgonjwa, lakini pia kuondoka kwa Aziz Ki kulipoteza mtu wa kuweza kudrive team, lakini pia kuhakikisha kwamba kwenye attempt zake 3-4 anaenda kuscore. Kwa hiyo mbinu ya pili ni kumtumia Depu pamoja Depu pamoja na Prince Dube. Hawa watu wanaenda kutengeneza pacha mbili za ushambuliaji kwenye mechi ya kesho. Hii itawafanya mabeki wa Al Ahly wasiweze kupanda sana, kwa sababu wanahofia hatari ambayo inaweza kuwakuta. Cha tatu, nategemea sana mipira mingi itakuwa inachezwa kwa counter zaidi, ambapo mpira itakuwa inapigwa long ball zaidi, kwa maana kwamba watu ambao wanacheza, sitegemei kuona ile kucheza mpira moja moja mpaka mwisho, bali nategemea kuona sana counter zikiendelea kuliko kitu kingine. Mbinu ya tatu ambayo Yanga itamfanya aweze kushinda ni uwepo wake wa nyumbani Zanzibar, kwa maana kwamba kwa namna yoyote vile Yanga tayari ameshajipambanua kwamba atakapokuwa anacheza Zanzibar, hiyo inakuwa haina tofauti sawa na kucheza Dar es Salaam, kwa maana kwamba ameshafanya mambo mengi pale Zanzibar kuliko kitu chochote kile, kwa sababu katika mechi zote ambazo amekuwa akishiriki Zanzibar amekuwa akiondoka na matokeo chanya. Kwa hiyo Zanzibar ni kama Dar es Salaam, Zanzibar ni kama nyumbani kwa klabu ya Yanga. Hivyo basi sina shaka dhidi ya Yanga kuwepo nyumbani. Kwa hiyo uwepo wake pale ni mbinu mojawapo ya kumhakikishia kushinda. Mbinu ya tano ambayo itakayotumika ni namna ambavyo Yanga wanakuwa wamejipanga
nje ya uwanja. Naposema nje ya uwanja namaanisha namna ambavyo viongozi watakuwa wameorganize team, lakini pia namna ambavyo mashabiki wanakuwa wameongoza team, lakini pia namna ambavyo mashabiki wanakuwa wanaipa nguvu team, kuhakikisha kwamba wasijione kwamba wako peke yao, kuhakikisha kwamba wanamtoa Al Ahly. No, bali hawa watu watakuwa wakishirikiana mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha kwamba wanalia na kucheka pamoja. Kwa hiyo uwepo wa mashabiki hawa unaenda kuwafanya Yanga kuwa na nguvu zaidi kuhakikisha kwamba wanaweza kushinda game yao. Kitu kingine ambacho kitaisababishia Yanga kuweza kumfunga Al Ahly ni Al Ahly mwenyewe kuwa na hofu, kwa maana no, not kuwa na hofu, ni kujiamini. Ukiangalia Al Ahly wamejiamini sana kuliko ambavyo imetarajiwa. Hii ina maana gani? Kwamba unapokuwa unajiamini sana kwenye jambo lolote lile, tafsiri yake ni kwamba kuna uwezekano wewe kutokufanya hicho kitu kwa ufanisi zaidi, kwa sababu utakuwa unafanya kwa mazoea. Kwa maana Al Ahly namna ambavyo wamekuja kwa kujiamini, inatafsirika kwamba yawezekana asicheze mchezo wake kwa sababu ya kutafuta matokeo, bali atacheza kwa mazoea, kwamba yeye tayari ashafuzu na hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumfunga. Sasa hii inaenda kuwa ni fimbo kwa Al Ahly, kana kwamba hii itaenda kuadhibu wao wenyewe, kwa sababu ukiangalia kwa namna moja ama nyingine unaona fika kwamba wao hawatokuja kwa kukamia mechi, bali wao watakuja kwamba litakalotokea Zanzibar sawa, wako tayari kukabiliana nacho. Lakini ukiangalia kwa undani zaidi, unaona Yanga watatumia hiyo advantage kuhakikisha kwamba wanapambana kufa na kupona, kuhakikisha kwamba wanawafunga, lakini pia ni kuweka rekodi sawa kwamba kumfunga katika hatua ya makundi Al Ahly akiwa nyumbani itakuwa ni jambo bora zaidi, japo si jambo geni kwa klabu ya Yanga, kwa sababu ameshawahi kumfunga Al Ahly, lakini pia ameshawahi kwenda kule kwake akafungwa goli moja, na Yanga sio mgeni sana wa kuweza kupata matokeo hasa kwenye hizi timu za Waarabu. Ashafanya hivyo, na ukizingatia pia hata kwenye mechi ya fainali aliweza kupata goli. Kwa hiyo ni kwa namna moja ama nyingine unaona kabisa kwamba Yanga ukicheza nayo ukiwa umeidharau, basi hapo ndipo anapoonesha kwa nini yeye ni mkubwa, kwa nini yeye ameitwa Yanga na kwa nini yeye ni yuko bora. Kwa hiyo tutarajie kuona kwa ubora wa Yanga kwa 100% kutokana na situation hii ambayo alionayo Al Ahly. Japo ametumia mind game kwa mchezaji wake mmoja kuzusha habari kwamba sijui anadaiwa pesa nyingi, kwa hiyo hatosafiri na timu. Zile zinaitwa mind game za kuweza kuwatoa mchezoni, lakini ni kuhakikishieni tu kwamba Yanga anaenda hicho kitu yeye ashakijua na anaenda kufanya vizuri. Labda bahati tu ndio isiyo upande wao, lakini kwa maandalizi, kwa performance na kwa namna ambavyo wale wamekuja, ninaiona Yanga akishinda game hii. Kwa upande wangu mimi ninaiona Yanga ikishinda hii game. So mbinu nyingine ya saba ambayo ni very tricky sana ni uwepo wa kocha wa Yanga kuweza kusoma mchezo. Kocha wa Yanga ni mzuri sana kwenye kusoma mchezo, hasa mechi kubwa kama hii. Ukiangalia ambavyo kwenye game ya kwanza alimwanzisha Pacome nje, lakini game hii Pacome ataanza moja kwa moja, yani hataanzia bench. Kwa nini aliweza kuja kubadilisha matokeo? Ni kwa sababu aliusoma mchezo na kugundua wapi penye mapungufu. Ukianza kuangalia kwenye mechi ile ya kwanza, aliweza kugundua mapungufu yako wapi na kuweza kuyafanyia kazi. Hivyo basi kwenye mechi hii natarajia kuona kwamba atafanya sabu za maana, ataweka kikosi cha maana na atafanya sabu katika muda muafaka. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi makocha huyu ni kocha ambaye ni mzoefu kwenye mechi za Kiafrika na anajua namna ya kuweza kucheza, lakini pia ameweza kuhudumu kwenye
timu ya taifa ya Angola huku akikaa kwa muda mrefu, lakini pia kumbuka timu ya taifa inakuwa ni ya Afrika. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ameshacheza mechi ngumu na nyepesi, kwa hiyo hii itamfanya yeye kuweza kubadilika kulingana na hali ambavyo itakavyokuwa au hali ambayo mpinzani wake yeye atakuja nayo. So nini tutarajie? Tutarajie kikosi bora ambacho kitapangwa, lakini pia wewe unaweza ukapanga kikosi chako kwa namna ambavyo unaona inafaa ili Yanga weze kukitumia, ila na kuhakikishia kwamba watu hawatoamini surprise ambayo Yanga inaenda kuitoa kwa klabu ya Al Ahly ya Cairo, Misri. Kivipi? Mara nyingi sana kwa hapa Yanga amekuwa na pressure sana ya kutaka kufuzu hatua ya makundi. Ukumbuke kwamba msimu ulioisha Yanga hakuweza kwenda sehemu yote ya mbali. Kwa hiyo msimu huu Yanga anahitaji kwenda mbali zaidi. So kwa namna hiyo tu inakuwa ni hari ya kuweza kupambana kwa wao, lakini pia hiyo inasababisha zaidi hata mashabiki mtaani kuweza kuungana na timu yao moja kwa moja kuhakikisha kwamba wanaisupport. Ijapo kwa sasa hivi kuna utani wa jadi kati ya Simba na Yanga ambapo watu wengi wanaibeza Yanga kwamba Yanga haiwezi kwenda kokote, bali anayeweza kwenda kokote ni klabu ya Simba. Na hiyo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Yanga moja kwa moja kilichotokea msimu ulioisha ndo kitu ambacho kinatokea kwa wakati huu, ndo mashabiki wa Simba wanavyoamini hivyo. Lakini kwenye mpira kuko hivyo, mwaka jana ni mwaka jana na mwaka huu ni mwaka huu. Ijapo mpaka msemo wa calculator ulitumika, lakini kwa wakati huu hali imebadilika, imegeukia hao watani zao Simba, ambapo kwa wakati huu wanatembea na calculator mkononi wakijaribu kupigia hesabu kwamba hapa tukishinda hii tukishinda ile basi tunakuwa tumefuzu. Ila kwenye mpira hakuko hivyo. Mpira unachanga karata zako kuanzia mapema. Kupata pointi moja, pointi mbili mapema ni muhimu zaidi kuliko kuzisaka dakika za mwishoni, kwa sababu dakika za mwishoni hakueleweki. Unaweza ukakaziwa na usipate point, na itakuwa ni jambo la aibu kwa klabu ya Simba kumaliza nafasi ya 4 wakiwa na pointi 0. Hiyo itakuwa ni aibu ya karne. Kwa hiyo kwa watani zao Yanga moja kwa moja watakuwa wameongeza na thamani kubwa kunako klabu bingwa na nafasi. Kwa hiyo nafasi ile alionayo Simba pengine Yanga anaweza kuichukua. Kwa hiyo nimejaribu kudokezea habari za Simba ili kuweka ratio sawa, kuweza kuona kati ya Yanga na Simba kile kinachozungumzwa kwamba Yanga anaweza akabaki, Simba akafuzu. Hizo ni ndoto ambazo kila mmoja anaweza kaota, lakini kila mmoja anakuwa na imani na timu yake. Binafsi naipa nguvu na asilimia ya kubwa Yanga kuweza kufuzu kuliko Simba, kwa sababu hizi hesabu za calculator wazungu wanasema is too late. Kwa hiyo wewe unakuwa umeshachelewa sana mpaka unaanza kushika calculator, maana yake wewe safari yako wewe ishakuwa ni ngumu na ni ngumu haswa. Kwa hiyo nini kifanyike? Ni kitu kimoja tu, wana Yanga wakae kwa kutulia. Timu yao ni nzuri na itafanya vizuri na itafuzu kwa uhakika wa 100%. Wana Simba wabaki na hesabu zao za calculator, wapige tu calculator mwanzo mpaka mwisho, na ikiwezekana wazitafute tena, ili kwa sababu hiyo ni football. Kwa hiyo hakuna muda wa kubeza, cha msingi changa karata zako, chukua pointi zako ili ujihakikishie nafasi. Lakini kama itatokea watani zao wakafungwa game ya kesho, yani game na Al Ahly ikitokea Yanga amefungwa, basi pengine inaweza ikawa ni morali kwa klabu ya Simba kuweza kujipatia nguvu ya kuweza kupambania pointi 3 dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo tukae kwa kusubiri kuona nini ambacho kitatokea, lakini nimejaribu kukupa dondoo. Kitu cha mwisho kabisa na cha muhimu ni kwamba mara nyingi sana Al Ahly anakuwa ni dhaifu anapokuja kwenye nchi ya Tanzania. Rejea mechi zote ambazo amekuwa akishinda, ushindi wake unakuwa ni mwembamba sana.
akijitahidi sana kushinda, basi tegemea ameshinda magoli mawili. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, tuipe nguvu timu zetu zote ziweze kusonga mbele kunako mechi za klabu bingwa, si Simba si Yanga, lakini pia sio Azam wala Singida, kwa sababu zote ni za kwetu. So shukrani kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu ambazo tutakuwa tumekuwekea. Leo tumezungumzia kidogo mbinu 7 ambazo zitaivusha Yanga, lakini kesho tutakuja kuangazia zaidi. Baada ya mechi kuisha, tutakuja kuona nini kilichotokea na nini ambacho kitatokea katika mechi ya Simba na Esperance de Tunis. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, popote pale ulipo, kama wewe ni shabiki wa Simba, basi jipige kifua na useme utashinda. Kama wewe ni Yanga, endelea kula gahawa ukiamini kwamba timu yako itafanya vizuri. Asante.